Ndugu mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Discover Your Purpose and Destiny, napenda kuchukua fursa hii kwanza kukaribisha katika kipindi hiki ambacho tunaendelea kushare maarifa mbalimbali, ujuzi mbalimbali ili kuweza kukuwezesha wewe kuwa kiongozi imara, kiongozi mahiri, kiongozi mwenye ujuzi, kiongozi ambaye ni msaada mkubwa kwa jamii. Lakini pia kama unavyofahamu, tunaangalia pia na kuangazia masuala mengine, hususani masuala ya kibiashara na uchumi, lakini pia na masuala yanayohusiana na maisha ya kijamii, familia na mambo kama hayo ama malezi. Katika kipindi chetu cha leo tunaenda kuangalia masuala ya kibiashara ama business. Katika vipindi vilivyopita tunakupitisha kwenye series mbalimbali. Tulianza kwanza kwa kuangalia biashara ni nini, lakini pia tutaangalia umuhimu wa watu kufanya biashara ili maisha yaweze kuwa safi katika jamii, watu kuweza kupata financial freedom au independence. Sasa leo tunaenda kuangalia juu ya classification of business ama biashara hizi ziko katika makundi mbalimbali. Tunataka tuende tuangalie aina ya makundi hasa ambayo tunaweza tukayaona kiurahisi sana katika community yetu ama katika jamii yetu hasa ya Tanzania. Unajua biashara hizi zinaweza zikagawanywa katika makundi mbalimbali kulingana labda na mfumo wa kisheria jinsi zilivyoundwa, wanasema legal structure, ama unaweza ukazigawanya biashara kulingana na utando wa mahali mbalimbali zinapofanya biashara. Kuna biashara zinafanya kutoka taifa moja na taifa lingine au na mataifa mengine. Hiyo maanake tunaangalia ni kama regional classification of the business, kwamba ni biashara ambazo zinagawanyika kulingana na jinsi ambavyo zinaoperate. Kwa hivi namna nyingine pia kuiangalia biashara ni kutokana na ukubwa ama size, na hapa ndipo ambapo mimi ningependa tuweze kujikita, kwa sababu katika jamii zetu ni rahisi kutumia classification ama muundo ama tuseme kwamba mgawanyo kwa njia ya ukubwa, na tukaweza kugundua kwa urahisi kwamba hii ni biashara ya aina gani. Kwa hiyo tutaenda kujikita kwenye hivi, lakini kabla hatujaanza hivi, nataka nikutie moyo kwamba kufanya biashara ni kitu kizuri, lakini unahitaji kufanya biashara vizuri, kwa maana ya kufikiria idea ama wazo la biashara vizuri, lakini pia kuangalia majanga ama riski ambazo ziko associated na biashara, lakini pia kuangalia faida ama hasara ambazo zinaweza zikapatikana kutokana na biashara unayofanya. Kwa hivyo usiingie tu kwenye biashara kwa njia ya mkumbo ama kwa njia ya kuambiwa kwamba hii inafanya faida, hii inalipa sana, na wewe ukachukua muda wako ukaingia kwenye biashara aina hiyo, na baadaye ukaja ukajigundua kwamba inakusababishia matatizo, migogoro, na hata wakati mwingine kupata mtaji, disappointment, na kupata matatizo mengine makubwa kama hayo ambayo yanaweza yakakuathiri. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana kwa sababu ya uchumi, lakini kwa sababu pia na wewe unahitaji kuwa financial independence, lakini unahitaji kuwa makini sana namna ambavyo unaifanya. Sasa namna ya mgawanyo wa biashara, nimesema kwamba tutaangalia mgawanyo hizi wa kibiashara kwa kuzingatia size ama kwa kuzingatia ukubwa. Sasa kwa kuzingatia ukubwa, tuna makundi kama manne ambayo ningependa niweze kuyafafanua vizuri na wewe uweze kuangalia kwamba katika hayo makundi, kwa kutazama tu, sio lazima kwamba namna hiyo itakupatia picha halisi ya biashara hiyo, lakini inakupatia picha fulani ambayo inaweza kukuwezesha wewe kugundua kwamba hii biashara iko katika kundi gani. Kwa hiyo kundi la kwanza ambalo daima tunalizungumzia kama class ama classification ya biashara ni zile biashara zinazoitwa ndogo sana, au kwa Kiingereza wanaita micro enterprises. Biashara hizi nilisema kwamba tunazigawanya kwa kuziangalia kwa ukubwa, kwa maana ya kwamba kwa ukubwa namaanisha kwamba tutaangalia labda idadi ya wafanyakazi katika biashara hiyo, lakini pia tunaweza tukaangalia mtaji ama mzunguko wa kifedha kwenye hiyo biashara, hususani mtaji ambao hiyo biashara inautumia. Kwa hiyo hivi vigezo viwili hasa ndivyo ambavyo tutavitumia sisi kuweza kuangalia ukubwa wa biashara ama kundi ambalo biashara yako wewe ipo. Sasa tukija kwenye biashara ndogo sana au micro enterprises,
Classification yake tunaangalia idadi ya wafanyakazi. Idadi ya wafanyakazi kwa biashara ya aina hii daima ni kati ya mfanyakazi mmoja hadi wafanyakazi wasiofika 5, ama tuseme kwa ujumla ni wafanyakazi 4, akiwemo pamoja na mmiliki wa ile biashara yenyewe. Lakini kigezo kingine katika biashara hii ni mtaji. Kama nilivyokuambia, vigezo viwili, kuna idadi ya watu lakini pia idadi ya wafanyakazi, lakini pia mtaji. Kwa hiyo kigezo cha mtaji kwenye biashara yenye nature hii huwa tunasema kwamba ni biashara ambayo mtaji wake hauzidi milioni 5, hauzidi milioni 5. Kwa hivi biashara za aina hii ni biashara ambazo bahati nzuri sana kulingana na statistics zilizopo ama taarifa zilizopo, hasa kwa nchi yetu ya Tanzania, majority ya watu wanafanya biashara zao kwenye kada ya aina hii. Kwa hiyo ni eneo ambalo ni muhimu sana kwenye swala zima la kiuchumi na la kibiashara katika taifa, kwa sababu ni eneo ambalo limechukua watu wengi. Wewe unajua kwamba moja ya umuhimu wa biashara ni kutengeneza ajira, kwa sababu watu wote hawezi kuzalishwa kutoka mashuleni ama wengine wajaenda shule na wote wakaweza kupata ajira rasmi. Kwa hivi biashara ni mfumo ama ni njia mojawapo ya kutengeneza ajira na kupunguza tatizo la ajira katika jamii. Kwa hiyo kwenye hii karda ya hii klasi ya biashara ndogo sana, ndipo hapo ambapo utawapata wale tunaoita wafanyabiashara ndogo ndogo, kwa mfano mama ntilie, maafisa usafirishaji kama bodaboda, bajaji, wavuvi, wakulima wadogo wadogo, wote wale tunawakuta wako kwenye hiyo kada. Na kwa population yetu ama kwa kuzingatia idadi ya watu katika taifa letu, kama nilivyosema, wengi wako kwenye eneo hilo. Kwa hiyo ni sehemu ambayo ni muhimu sana. Ndio maana hata kiuchumi utaangalia kwamba kwenye taasisi za fedha huwa zinahangaika kufikiria ni namna gani ambazo serikali au na taasisi za fedha zinaweza kuwezesha hawa wanaoitwa wafanyabiashara ndogo ndogo, kwa sababu wamechukua idadi kubwa sana ya kundi kubwa katika jamii. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba hata kwenye taasisi za fedha zinatengeneza utaratibu utakao wawezesha hao wafanyabiashara ndogo ndogo waweze kupata mitaji, na pale ndio nakusikia kwamba wanahamasishwa kuweka kwenye makundi, kwa sababu moja ya sifa nyingine ya wafanyabiashara wa aina hii ni kwamba huwa hawana sifa za kukopesheka, kwamba aende kwenye mabenki aombwe dhamana, alete sijui taarifa za fedha, alete sijui rekodi za biashara. Ni ngumu sana. Ni biashara ambazo watu wanaendesha bila kuwa na rekodi, bila kuwa na taarifa nyingi. Kwa hivi hawawezi kumiti vile vigezo vya kawaida vya kitaasisi za fedha kama mabenki kwa ajili ya ukopaji, na ndio maana huwa wanahamasishwa watengeneze vikundi. Kwa hiyo hii ni aina ya kwanza kabisa ya biashara ambayo nimekuambia sio aina kimsingi, kundi la kwanza la kibiashara ambalo linachukua sehemu kubwa ya idadi ya watu, na hivyo kwa maana hiyo hata uchumi wa taifa unategemea sana kada hii. Sehemu nyingine ya pili tunasema ni biashara ndogo. Biashara ndogo, ile ya kwanza biashara ndogo sana, lakini hii ya pili ni biashara ndogo. Kwa hiyo biashara ndogo ndo hizi zinazoitwa small enterprises kwa lugha ya Kiingereza, small enterprises. Na hizi kama nilivyokuambia ni kwamba tukiangalia kwenye vigezo vya idadi ya wafanyakazi pamoja na ukubwa wa mtaji, biashara hizi ndogo ama small enterprises zinaanzia kuanzia wafanyakazi 5 mpaka wafanyakazi wasiozidi 50. Kwa mantiki hiyo wafanyakazi 49. Lakini kwa upande wa mtaji, tunapoangalia upande wa mtaji tunaona kwamba wao mtaji wao unaanzia milioni 5 unaenda hadi milioni 200 za Tanzania. Sasa nilikwambia kwamba tunatengeneza hizi classification ama wewe kukusaidia kujua kwamba biashara unayoifanya wewe kwa kundi gani. Inakupa picha fulani, lakini sio lazima kwamba vigezo hivi vitasema moja kwa moja kwamba hiyo biashara yako kwamba ndio iko kwamba ni biashara ndogo au ndogo sana, ama iko kwenye level nyingine atakayozungumza, lakini inakupa tu picha ya mbali ambayo inaweza kusaidia wewe kuona kwamba mimi aina yangu ya biashara ambayo kumbe naiendesha au ambayo naifanya iko katika mfumo wa kundi fulani. Na hivi ninavyozungumza
kwenye hizi classification ama hizi makundi haya ni makundi ambayo hata bila shaka yanaweza kutambuliwa kabisa na taasisi za serikali. Kundi lingine la biashara ni biashara ambayo tunasema kwamba ni biashara ya kati ama medium enterprises, biashara ya kati. Hii biashara ya kati sifa yake tunasema kwamba, kumbuka vigezo vyetu vile viwili hasa kimsingi. Kwa hiyo tunasema kwamba kwenye sifa ya idadi ya wafanyakazi, biashara ya kati ama medium enterprises yenyewe inaanzia wafanyakazi 50 hadi wafanyakazi wasiovuka 100. Kwa maana hiyo ni wafanyakazi 99. Na kwa mantiki hiyo, tukiingia kwenye kigezo kingine cha mtaji, biashara za aina hii ama ambazo tunaita ni medium enterprises, biashara za kati zenyewe, biashara ya kati inaanzia mtaji wake kuanzia milioni 200 hadi milioni 800. Hii tunasema kwamba ni medium enterprises, na kimsingi hata tukiingia kwenye biashara za namna hii unakuta ni zile biashara ambazo hata sifa zile za kukopesheka zinaanza kuwepo, yani kwamba kama biashara inaweza kuoperate mpaka na mtaji wa milioni 800. Kwa hiyo sio rahisi kwamba mmiliki wa hiyo biashara akakosa dhamana ya kwenda benki akawa akashindwa labda kulipia gharama za namna ya kutengeneza taarifa za fedha, akaweza kutunza kumbukumbu zake vizuri za kiofisi, kwa sababu kadiri fedha, maana yake ni kadiri mtaji unavyozidi kuongezeka, kimsingi huwa tunasema kwamba ugumu wa uendeshaji wa biashara unaanza kuwa mkubwa. Kwa hiyo vitu vingi vinaanza kutengenezwa kwenye taratibu zinazofuata taratibu za kisomi. Aina nyingine ama kundi lingine la 4 la biashara ni biashara ambazo zinaitwa biashara kubwa. Biashara kubwa kwa lugha ya kwazima tunasema kwamba ni large enterprises. Na hizi large enterprises maana yake ni kwamba, hebu fikiria kwamba labda ni biashara ambayo ni taasisi likubwa, mabenki, mataasisi ya fedha kwa ujumla, ama biashara ambazo zinafanya kazi ndani na nje ya nchi, ni biashara kubwa. Lakini kwa tafasiri ya vile vigezo, maana yake ni kwamba ni biashara ambayo kwa idadi ya wafanyakazi, kumbuka vile vigezo vyetu viwili, kwa idadi ya wafanyakazi ni biashara ambayo inaanza kuwa na wafanyakazi kuanzia 100 na kuendelea bila mpaka. Kuanzia wafanyakazi 100 na kuendelea bila mpaka. Lakini kwenye upande wa mtaji pia tunasema kwamba, kukumbuka kwamba kwenye biashara ya kati tulishia milioni 800. Kwa hiyo kwenye large enterprises au kwenye biashara kubwa tunasema kwamba mtaji wao kuanzia milioni 800 na kuendelea, bila kuwa na mpaka huko. Kwa hiyo hizi biashara maana yake ndio tunaita kwamba ni biashara kubwa. Inaweza likawa ni kiwanda kubwa tu la kuchakata maziwa, kuchakata mbegu, kuchakata mafuta ya kula, masuala ya kuchimbaji wa madini. Haya ni mabiashara makubwa haya. Kwa hiyo hata taratibu zake za kifedha, taratibu zake za kikodi, taratibu mbalimbali unakuta kwamba zinafuata zile formality ama standard ambazo zinatakiwa kwa mujibu wa utunzaji wa taarifa mbalimbali za fedha na kumbukumbu mbalimbali. Kwa hivi nataka nihitimishe kwa kuambia kwamba lengo hapa mahususi ni kutaka kufanya wewe kwamba, kwa sababu tumeshaanza kukupeleka series kwa series, kwamba hatua kwa hatua tumeanza kuzungumza biashara ni nini, tukaja tukazungumza umuhimu wa biashara ni nini. Leo tumezungumzia makundi ya biashara. Kwa hiyo wewe unaanza taratibu, kama ni mfanyabiashara tayari umeshaanza kujiona kwamba wewe uko katika kundi gani la biashara. Lakini kama ni yule ambaye unafikiria kuanzisha biashara, wewe umeshaanza kufikiria kwamba biashara utakayoianzisha kwa kategori hizi nilizozitaja, basi ni biashara ambayo itatambulika. Kwa mfano, kwa muktadha wa nchi yetu itatambulika kwamba ni biashara ambayo iko katika kundi gani, kwa kuzingatia makundi hayo mangapi? 4 niliyoyasema. Kundi la kwanza nimesema kwamba ni biashara ndogo sana ama micro enterprises.
Kundi la pili nimesema kwamba ni biashara ndogo ama small enterprises. Kundi la tatu nimesema ya kwamba ni biashara ya kati ama medium enterprises. Alafu na kundi la nne nimesema kwamba ni biashara kubwa ama large enterprises. Na categorically nimekuonyesha kwamba kwa kuzingatia vile vigezo wewe unaweza ukazitambua kwa namna gani, na kwa mantiki hiyo wewe kama mfanyabiashara basi utaanza kusikia hata ukienda mahali popote ama kwenye taasisi za kodi ama kuchukua masuala ya leseni, utambulisho wa kibiashara na vitu kama hivyo, wewe unaanza kuelewa sasa kwamba hata ukienda ukaanza kuulizwa aina yako ya biashara, kwa maana ya kundi la biashara yako, kwa kuzingatia muktadha huo, tayari wewe umeshaanza kuelewa kwamba kwa tafasiri yetu hapa Tanzania, wewe biashara yako inaweza ikawa kundi gani. Napenda sana kushukuru kwa kuweza kufuatilia, na napenda tena nikukaribishe katika series zetu ama episode zingine zinazofundisha mambo mbalimbali ambayo yatakujenga wewe, kwanza mambo ya uongozi, pili mambo ya masuala ya biashara, kuimarisha na kujenga uchumi wetu, lakini pia la tatu ni masuala yanayohusu jamii, familia pamoja na malezi. Hayo yote tunayafanya kwa ajili ya kile ambacho hiki kipindi chetu kimeintend, kwamba discover your purpose and destiny, kwamba wewe unazo ndoto ambazo naamini kwamba ulivyozaliwa Mungu alikupa ndoto hizo, ama kadiri unavyokuwa una hizo ndoto zako na wewe unatamani kwamba uweze kugundua kwamba ndoto yako ni ipi. Kwa hiyo ndo tunasema discover your purpose and destiny. Ukishaweza kuitambua ndoto yako, basi uweze kutambua na hatima yako, na hivi vipindi vyote vinaandaliwa mahususi kwa ajili ya jambo hilo. Asante sana. Nasema it begins with you. Kila kitu kinaanza na wewe, so it begins with you. Do your best and God shall do the rest. Asante.